maridhiano ya Wazanzibari na serikali ya umoja wa kitaifa iliyoingizwa kwenye katiba ya Zanzibar mwaka 2010 hata mara moja haikukusudiwa iwe ni kichaka cha kuficha wizi wa kura za wananchi, na kisha aliyeiba kura hizo aje na sauti kwa umma, aliyoiba kura hizo na haki ya wananchi kuchagua viongozi, amwalike yule aliyemuibia kuingia kwenye serikali ili ahalalishe wizi huo. Kamati kuu inawahakikishia Wazanzibari kwamba lengo la ACT Wazalendo katika kushiriki kwenye hatua zinazoendelea za kuupatia ufumbuzi mgogoro mkubwa uliosababishwa na uporaji wa haki yao ya katiba ya kuchagua na kuchaguliwa ni kusimamia mageuzi yanayohakikisha kwamba haki yao hiyo inarejeshwa na inaheshimiwa. Kamati kuu imetoa ridhaa yake kwa timu ya chama inayoshiriki hatua hizo kusimamia msingi huo. Eneo la 4 ni kuhusu vyombo vya ulinzi na usalama kuuteka mfumo wa kikatiba kwa maana ya constitution order. Mfumo wa kikatiba na michakato ya kisiasa katika nchi imetekwa nyara na vyombo vya ulinzi na usalama. Tanzania sasa kwa namna yoyote ile itakayotafsiriwa na kwa vigezo vyote sio democratic country bali ni securocracy. Ni nchi ambayo inaongozwa na vyombo vya ulinzi na usalama, na taasisi zote za kikatiba ambazo zilipaswa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria badala yake zinafanya kazi kwa maelekezo na maagizo ya vyombo vya ulinzi na usalama. Na hivi ndivyo mara zote ilivyotokea kila ilipokuwa tested. Ndivyo unavyoweza kuiona tume ya uchaguzi nchi nzima. Watu wote waliosimamia uchaguzi badala ya kurejea sheria, kurejea kanuni kwenye kutoa ufafanuzi wa jambo lolote lililohojiwa, walirejea maelekezo waliopewa na vyombo vya ulinzi na usalama. Ma-DSO kwenye mavituo yote ya uchaguzi walikuwa wanatembea wakiwa na karatasi zao za kwenda kujaza matokeo, na wasimamizi wa uchaguzi walibaki kama ni makalani wao tu wa kujaza taarifa ambazo wao wanazitaka. Tunaona taifa ambalo katiba haifanyi kazi, taifa ambalo vyombo vilivyoundwa vifanye kazi kwa mujibu wa sheria kwa sasa vimeachana kabisa na mfumo huo wa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Ni lawlessness state ambapo watu hufanya kazi kama vile walivyoamriwa na sio kama sheria au kanuni zinavyotaka. Ni lazima hatua madhubuti zichukuliwe kuhakikisha vyombo vya ulinzi na usalama vinaondolewa kwenye jukumu walilojipa la kuwawekea Watanzania na Wazanzibari watawala wasio na ridhaa ya umma. Ni maoni ya kamati kuu kwamba kwa sasa Watanzania wamepokwa haki ya kuchagua na kuchaguliwa na vyombo vya ulinzi na usalama, na ni vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo vinavyoamua mambo yaendeje hapa nchini. Jambo la 5 ni kuhusu katiba mpya. Kamati kuu imeazimia kwamba ACT Wazalendo itaongoza mapambano ya kupigania katiba mpya kwa vile bila katiba mpya hakuna demokrasia na haki. ACT Wazalendo tunataka mchakato wa katiba mpya uanze mara moja. Hatua zinazopendekezwa na ACT Wazalendo katika mchakato wa katiba mpya ni kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza ni kupitiwa upya na kufanyiwa marekebisho kwa sheria ya mabadiliko ya katiba kwa maana ya Constitutional Review Act 2011 na sheria ya kura ya maoni Referendum Act 2011 ili kukidhi matakwa ya sasa na kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Muswada wa sheria ya kurekebisha sheria hizi uwasilishwe na kupitishwa bungeni katika mkutano wa bunge unaoanza mwezi huu wa Januari 2026. Uitishwe mkutano wa kitaifa National Sovereign Conference utaoshirikisha wadau wote nchini ili kupata muafaka wa masuala juu ya katiba ambayo ni nyeti na hayana muafaka, ikiwemo muundo wa muungano wetu. Iundwe timu ya wataalamu wabobezi, Committee of Experts, ili kuandaa rasimu mpya ya katiba. Na mwisho, iitishwe kura ya maoni referendum ili wananchi waamue kukubali au kukataa rasimu ya katiba inayoandaliwa. 6 ni kuhusu Jaji Joseph Sinde Warioba. Kamati kuu ya ACT Wazalendo inamshukuru na kumpongeza Jaji Joseph Sinde Warioba kwa ujasiri, ushupavu na uthubutu anaouonesha kutetea misingi ya haki, utawala wa kikatiba na sheria nchini na kupinga dhulma dhidi ya Watanzania.
Kamati kuu inakitaka Chama cha Mapinduzi kuwakomesha viongozi na makada wake waliokosa nidhamu na maadili, wanaomdhalilisha mzee Warioba ambaye anapaswa kuenziwa na kuthaminiwa kutokana na uzalendo wake anaouonesha. So tunafahamu reputation aliyojijengea, tunafahamu mchango wake kwenye nchi hii, na kwa sasa amesimama kuonesha, na katika hali tuliyo naye ulitarajia viongozi wazoefu wenye credibility na reputation isiyohojika kama mzee Joseph Sinde Warioba wangetumika kulileta taifa letu pamoja na kutafuta suluhisho la kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Unachokiona sasa ni Chama cha Mapinduzi kuwatumia makada wake kumtukana na kuibakisha nchi ikiwa haina uelekeo kama ilivyo leo, huku kila mmoja akishuhudia kwamba taifa letu linapoteza uelekeo. Mwisho, ni dhahiri kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi haina mpango wa dhati wa kuleta demokrasia na imeamua kuwa yenyewe ndiyo ijipe mamlaka ya kuamua demokrasia ya Tanzania iweje. Uamuzi wa CCM kukabidhi siasa kwa vyombo vya ulinzi na usalama unahatarisha misingi ya haki, amani na utulivu katika nchi yetu. Matokeo ya kukabidhi siasa kwa vyombo vya dola ni mauaji tuliyoyashuhudia Oktoba 2025. Kwa hili CCM imekuwa kitisho cha usalama wa taifa letu, threat to national security. Ni wajibu wa kila Mtanzania mwenye nia njema kupambana na CCM ili kuiondoa madarakani, kwani kwa njia hiyo tu ndio nchi yetu itabaki salama na yenye haki, umoja na mshikamano. Chama cha ACT Wazalendo kinatekeleza wajibu wake wa kuzirejesha siasa kwa wananchi kupitia vyama vya siasa badala ya vyombo vya dola kama ilivyo sasa.